Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu basi ni wakati mwafaka wa kupeleka kwenye bao la asubuhi ili uweze kupokea bao siku ya leo, ambapo basi mambo yanakuwa ndio namna hiyo. Kuna wakati utalazimika kuwa kimya, msikilizaji. Ndio, kuna wakati utalazimika kupotea na kutokuonekana kama ilivyozoeleka. Marafiki zako wameweza kukuzoea, kila wakati wanakuona. Anaweza kuuliza kwamba na umepotelea wapi? Kwani mbona siku hizi hauonekani? Kuna nyakati ambazo lazima utakaa kimya. Moja ni pale ambapo unahitaji muda wa kupona. Unahitaji muda, umefukuzwa kazi. Sio wakati ambapo unaenda kwenye hiyo kampuni kwenda kuomba kwamba unahitaji urejeshwe kazini, kwa sababu hali sio hali kwa maeneo yako ya nyumbani. Unahitaji kuweza kupona. Pengine umeumizwa kihisia kwenye mahusiano, unahitaji kuweza kupona kabla ya kusonga mbele kwenye mahusiano mengine. Au unaweza kuumizwa kwenye eneo fulani, unaelewa mwenyewe, wewe mwenyewe unalitambua. Unahitaji kupata utulivu wa peke yako, kujipanga upya. Ndio maana utapata kwamba wengi hawezi wakaweza kurelease their final product kwenye jukwaa hadi iliweze kuwa limeiva. Unahitaji kwenda kurudi kwenye masomo kusoma. Ndio maana watu wamejifungia kwenye vitabu wanasoma, ili watakapokuwa wamemaliza kusoma, unamuona anaposti picha kwamba nimegraduate. Kwa sababu gani? Ilikuwa ni mchakato wa kuweza kujificha. Kuna watu ambao ni wavumbuzi. Hivi leo wako kwenye maabara wanafanya utafiti kwa sababu ya kesho, au waoni wakiwa kwenye majukwaa. Wanafanya mpangilio product. Hamna kitu ambacho kitatokezea tu hivi tu, lazima kikuwa kwanza kilikuwa na maandalizi nyuma ya pasia. Na yani mfinya mtu mahali alikuwa kwa sababu ya hayo maandalizi. Hata katika gani umekuwa ni mjumbe wa muda mrefu, kuna wakati unaweza kuona wewe ni kama mtu ambaye hujielewi. Maneno usiingie kwenye ile na unaona labda ni wanasheria. Hata mimi nitaka kuwa mwanasheria. Uliitwa kuwa nimeona
Nime kwa sababu jiulize tena, utakifanya tena kwa bidii no ila amba wamezoea labda unafanya kitu fulani na umebadilisha, unahitaji muda wa kujipanga upya. Ukifukuzwa jifunike, prepare yourself, kwa sababu lijukua utaweza jukwaa utalio, kwa sababu kujitengeneza wakati ambapo unajipanga, wakati ambapo sio usijisikie vibaya mfupi. Mimi kuna marafiki, sio siri, kuna marafiki ambao huko niko uko ili niweze kubukia kwa zaidi. Nise mkuu lazima aweze kupotea kwenye taaluma yote, lazima kuna gharama ambao lazima utalipia. Kuna gharama ambao lazima utalipia, na wakati nimeona kufinya, anataka utokeze na shape mzuri, unapiga nduru, hata kuacha kando kwanza. This one is not mature, wewe kaa kando kwanza, kaa kando. Ndio mimi upenda kuzungumza wakati wote nikisema kuna nani hiyo sauti nilisikia paka nikajagi the paradox of the kingdom. Hi God. Hey. Wa hey. Wakati Mungu anakuandaa adili na mtu ambaye ni mtoto wa kulia, chukua sehemu, pigana vita, angusha mango, kwa sababu
kuna silver plate, kuna gharama. Nyenyekea. Nyenyekea. Kunyenyekea sio kupitia. Nyenyekea. Utakuwa unaogopa kunyenyekea. The Bible talks about that. Humble yourself before and then you shall be lifted. Hapo nyenyekea. Wasukuma kwenye mashifti ambayo labda ni ya giza yapo. Sukuma kwenye mashifti ya popo. Na wakati huo nilikuwa nimepata barua ya kwenda Netherlands kusoma. Nikasukuma kwenye mashifti ya popo kabisa hivi, nikabaki nikasema na nilikuwa nimemweleza, unajua barua yangu inakuja iko hivi na hivi na hivi. Ile lifu ya kuomba lifu hata kama si ya kulipwa, nijipange niende. Hapo wanapata kipindi ya kunia kwenye shift ya popo. Ufanye kazi saa 6 mpaka saa 11 au nani atafanya kantona? Queen Elizabeth, oh God, Ndesha, General aliniambia hoja wameje kukata mshahara. Wewe fanya tu. Kwa nampenda na kumheshimu. Kasikiza hiyo sauti. Ndio atakivuruga. Hata kupitisha kwenye msukosuko. Hata sababu. Lakini wakati ambao inuka na muulize unasema atakupatia ile unavyochunga unakuwa we are being prepared to be a stone. Hapo kwenye hiyo ofisi wewe ni mtu ambaye unatengeneza hapo kwenye majukwaa ambayo kampuni, nyumbani ama ni wapi, kwenye huduma unafanya kitu ambacho kina ni cha stewardship, ama kazi yako ni kusema mimi ni mpita njia. Mungu anaangalia kwa jicho lake, na huyu sasa nilikuwa nataka nimwandae kumpatia, na sasa anakataa kuchunga hiki. Sasa atachunga hata paka hapa. Huyu bado you are still not mature. You are still not mature enough to handle things. Kwa sababu anakuangalia. Yeye anaangalia kwa hadi anapiga darubini hadi kwenye moyo. Akipata ndani ya moyo hamna, anasema bana hujakomaa bado. Hapa inabidi nirekebisha hapa. Akitaka kuchukua kurekebisha anafinya, unapiga nduru. Unapiga nduru. Wakati anasema bwana, huu ndio mchakato wa kuweza kuandaa. Kwenye kuna kipindi utapotea. Kuna kipindi itabidi na itafika majira unafunga ndoa
hakuna kwenda, hakuna, unakaa kwenye kiti kwa sababu nini so, kwenye kuna watu wanatusiana na kwa sababu kipindi kile wako kuangalia jamaa amesomesha mtu hadi chuo kikuu akamfungulia biashara, dakika ya mwisho ameachwa, ameenda mwanamke, ameenda kwa mwingine, kufika pale anaanza kudai mambo ya nini, child support, child support anaidai, yani inakuwa na watu wengi kwenye mitandao wanapenda sana kutembeza zile jumbe, wanapenda kuzisambaza kama moto kwenye kichaka kikavu, na ikifika kwenye milango yako sasa utasoma, huwezi kataa. Lakini unakaa chini utajiuliza, mwingine akakuwa anasema pale hivi, wanaume wachukue responsibility za wazazi kusomesha mtu, kwa sababu vingine vinatokezeanga visivyo, sio pitia misukosuko kama hata wengine wakajitoa uhai. Wangapi ambao wamechukua hata sheria mikononi mwao, wengine wameshinda kuhandle kwanza wale ule mpenzi wake, alafu ye sasa, hiyo sio maisha. People they should learn how to handle failure. Umefukuzwa kazi, utafanya namna gani? Sio mwisho wa kuishi. Unarudi chini kwenye drawing board, unajiuliza niliitwa kufanya, na nilipoenda kusoma, hii kusoma nilisoma tu nije nifanye, kamkutano kidogo unajiuliza, kuna wakati mwingine matokezi kuja haraka. Bambu inachukua miaka 3, bambu, mtu wa bambu, bambu, wewe unaelewa, bambu inachukua 3 years, bambu inachukua miaka 3, wewe imagine umepanda bambu chini, umepanda bambu chini, inachukua miaka. Wewe imagine umepanda bambu, alafu inachukua muda mrefu 3 years kabla ijaweza kujaminate, ikiwa tu ndani ya udongo, alafu ina shoot kwa ndani ya miezi 6, bambu iko juu, imekaa. Ni wewe, kuna vitu ambavyo vinakaa kama bambu. Mimi naona watu wengi sana ni kama bambu. And that's how many people are. Kuna watu ambao ni kama bambu, kabla hawajaweza kujaminate wanakaa kule chini miaka 3. Sio rahisi. Wengine inaweza kuwa ni miaka 30, wengine labda inaweza kuwa ni miaka 25, wengine labda hata ni miaka 40. Amekaa kama bambu. Wewe unashindwa bwana, huyu hata kuliendaje? Huyu huyu, lakini yeye ni bambu, yuko pale down. Baada ya pale anakuja na jaminate. Akisha jaminate ana shoot. Usijifananisha na mtu, kwa sababu ushindani na mtu, unashindana na wewe wajana. Wewe wajana alikuwa aje? Ndio unashindana na yeye. Ushindani na mtu, unashindana na mtu wako wajana.
Leo basi angalia kama jana umempita mtu wa jana. Wengine ni kama bambu, siku zao za kuatamia, siku zao za kujaminate ni miaka 3, ni miaka 30, ni miaka 40. Wengine wanakaa ni kama hata huyu hamna kitu itatokezea kule, lakini ndio mchakato wakati ambapo unaandaliwa ya baada ya kuweza kuandaliwa. Bambu inachukua miaka 3, hata mingine ukichangaa kwenye maeneo mengine ni miaka 5. Bambu hata sio utachoka nao mmea, lakini ndio utaona malimbuko yake. Na hiyo ndio sehemu ya bao la asubuhi.